Ndio, kwa jina naitwa ndugu Ismail Saidi Amanzi, ni diwani wa kata ya Keko na pia vile vile ni mmiliki wa Zain Company. Mwitikio wa Zain Foundation ni mwitikio mkubwa kwa wananchi wa Keko, na vile vile kwamba mpaka tulipozindua mpaka hivi sasa tumeweza kuajiri vijana takribani kama 10 tangu ule uzinduzi ulivyotokea. Na vile vile imani yao kwa Zain Foundation ni kubwa sana, na wana matarajio makubwa. Lengo kuanzisha Zain Foundation ni lengo kwamba tuweze tuajiri vijana ili watu vijana wa Keko waweze kujiendesha katika maisha yao. Mimi fahari yangu kama mmiliki wa Zain Foundation ni kuona vijana wanajiendesha kimaisha wenyewe, waweze kujiendesha kiuchumi wenyewe, wasiwe tegemezi. Ndio malengo yangu kwamba Zain Foundation iweze kufikisha. Kwa kuhusu kufungua matawi nje ya Dar es Salaam, Tanzania mzima na matawi, na nje ya nchi kwamba tunasambaza kwamba takriban nchi 7 sawa, lakini kwamba lengo kuwafikia kwa mwananchi mmoja mmoja nilikuwa sijaanza kuwafikia. Sasa lengo kuanzisha Zain Foundation, lengo niweze kuwafikia kwa raia mmoja mmoja, lakini kuhusu matawi mikoa Tanzania nzima na nchi 7 ambayo sasa tunahudumia. Asilimia kubwa ni witokeo mkubwa, na wanasema tuwafikie makundi tofauti, tuwafikie mama nitilie, tuwafikie wauza mboga, yani tuwafikie wa furniture. Ndio hizo tunaletewa, lakini hakika kwamba tumeanza katika ufunguzi, tumeanza na vijana katika michezo, tutafika katika makundi yote. Ni kampuni ya Zain ambayo inazalisha dawa za asili, sawa. Sasa kuona tulivyojiendeleza, ni kampuni ya nyumbani, sawa. Ni hapa ni nyumbani Keko, tukaanza na Keko yetu kwanza. Kwamba je, Zain iko ni ya nyumbani ya Keko, je, wananchi wa Keko wanufaika na nini? Tukasema tuanze na Zain Foundation ili tumfikie mwananchi mmoja mmoja, ili wananchi wa Keko wanufaike na Zain yao. Kwamba ni sisi ni kwamba ni tunafanya production kwamba bidhaa tofauti. Tuna item kama 150 sawa, yani ya malazi tofauti, yakiwemo figo tunazo, yani asilimia malazi mengi ya binadamu tunazo, kwa figo, sukari, prostate, uvimbe wa tumbo na stomach sawa, na sickle cell, ziko aina nyingi sana, malaria, pumu, yani tunazo nyingi sana. Upande wa Keko hii na matawi 5. Sasa kwa kila tawi moja tumewachukua vijana 10. Ina maana mpaka sasa tuna vijana 50. Toa wito kwa Watanzania wote, kwanza tuwe na uzalendo na vitu vya kwetu, tuvisamini kwanza vitu vya kwetu kwanza. Na mimi ni msambazaji mkubwa katika hizo nchi, kwa mfano kama nchi ya Angola, nchi ya Zambia, Kongo, Namibia, yani nchi tofauti nasambaza. Naona wamenipa tunzo ya heshima kama yani katika nchi yao nina mchango mkubwa sana Angola, na hiyo tunzo ninayo pale juu, sawa. Wamenipa nchi ya Angola, na huu mwezi huu wa 10 wamenialika kwamba nikafanye nao vikao ili tuweze kufungua kiwanda pale Angola. Hii hapa tunatengeneza Tanzania, haitoki sehemu nyingine yote, lakini ukiangalia na kama sio kama Tanzania, tunatengeneza Tanzania, na huyu mwandaaji na mwenye kampuni ni mtoto wa Kitanzania. Sasa vijana yani kwamba tukiwasupport wa Tanzania vijana, tukasupport vijana, mimi hakika watafika mbali, na wataweza kutuletea heshima ndani ya Tanzania, na wataweza kutuletea maendeleo ndani ya Tanzania yetu. Hii hapa ni nasal cure, ambaye wale ambao wenye matatizo ya vinyama vya pua, haina haja kwenda kufanya upasuaji tena. Hii hapa ni Zain Allergy. Ni Zain Allergy ambayo ni dawa ambayo inasababisha kama mtu na matatizo yote ya allergy, mwasho wa ngozi nini. Kuna watu wanakojoa mkojo hata wakilala, hata kama wengine wana miaka 20, 30, lakini bado wanazidi kukojoa mkojo kitandani.
Hii hapa kwa Zain Company imeleta hizi dawa ili kwamba watu walale bila kuchafua godoro, kuchafua shuka na nguo zao. Kipindi kile cha COVID tulitoa hizi dawa na